serikali kupitia BRELA imekuwa ikilinda bidhaa za wafanyabiashara wakiwemo wanawake dhidi ya uwizi wa nembo, chapa na mawazo ya ubunifu kupitia usajili wa alama za biashara na huduma kwa mujibu wa Sheria ya Alama za Biashara na Huduma sura namba 326. Sheria hii inampa mmiliki haki ya kipekee ya kutumia alama hiyo na kumwezesha kuchukua hatua za kisheria endapo itatumiwa bila idhini yake. Usajili wa alama hizo hufanyika kupitia mfumo wa mtandaoni wa usajili wa BRELA ambao unatambulika kama Online Registration System. Wizara ya Viwanda na Biashara kupitia BRELA tumekuwa tukitoa elimu kwa wanawake wajasiriamali, na kwa mwaka jana pekee tumewafikia wanawake zaidi ya 1000 katika mikoa 13 ya Tanzania bara. Mikoa hiyo ni Shinyanga, Morogoro, Songwe, Ruvuma, Lindi, Mtwara, Pwani, Dodoma, Geita, Simiyu, Manyara na Mara. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawafikiaje wanawake hasa wa vijijini? Shirika la BRELA kwa kushirikiana na SIDO wamekuwa wakiendesha mafunzo kwa wajasiriamali kwa ajili ya kulinda bunifu, lakini kuwaelezea umuhimu wa usajili wa alama za biashara na mawazo ama bunifu mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo, BRELA imekuwa ikishiriki matukio mbalimbali kama Sabasaba, 88 na maonyesho ya taasisi mbalimbali ikielimisha wajasiriamali katika maeneo tofauti ya nchi, lakini pia imekuwa ikitoa usajili wa hapo kwa papo, na kazi hii imekuwa ikifanyika katika mikoa mbalimbali, na ombi la Mheshimiwa mbunge ni kufika katika mkoa wa Dar es Salaam, na naomba kutumia nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kumpa faraja Mheshimiwa mbunge kwamba kuna maelekezo kwa BRELA kuanza kutoa elimu hii katika maeneo ya pembezoni mwa mkoa wa Dar es Salaam, na kazi hii imeshaanza na inaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa Sheria ya Alama za Biashara na Huduma sura namba 326, ni kosa kutumia alama za biashara ama miliki bunifu za mtu. Kwa hiyo elimu ambayo tumekuwa tukitoa ni kuwaomba wajasiriamali mbalimbali kusajili kwanza miliki bunifu zao, lakini kutupa ushirikiano pale wanapoona kwamba kuna watu ambao wanaiba ama wanatumia bila idhini ya hawa wamiliki ambao wamesajili bunifu hizi. Na pale ambapo tunapata taarifa hizo, tumekuwa tukishirikiana nao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyojibu swali la msingi, SIDO wamekuwa wakiendesha madarasa haya kwa kufikia makundi mbalimbali hasa wanawake. Kwa mfano, madarasa ya SIDO yanachukua wanafunzi 40 kwa wiki na majority wanakuwa ni wanawake, na kwa kuona umuhimu wa kutoa elimu ya kulinda miliki bunifu na alama za biashara, BRELA wamekuwa wakishiriki madarasa haya ya SIDO, na ushirikiano huu umekuwa ukizaa matunda kwa maana wanafikia watu wengi na hasa wapembezoni, na kazi hii inafanyika kwa umakini na matokeo tunayaona.